Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu watazamaji, nilioko mbele yenu naitwa Dr. Balagoma, daktari wa tiba asili na tiba mbadala. Leo ndugu wa kina mama na kina dada, nawaletea kipindi cha kuelezea PID kwa kuangalia mchoro. Tuangalie Dr. Balagoma ambao nawatibia alhamdulillah, na wanapata ujauzito. Wengi walikuwa na changamoto kwa kutopata ujauzito kutokana na PID. Shuhuda zipo, subscribe channel yangu Dr. Balagoma TV Online, utakuta shuhuda wengi. Kwa wewe ambao hujapata ujauzito kisa PID au maradhi ya uzazi, hebu njoo karibu kwa Dr. Balagoma. Hebu tuangalie PID. PID inaitwa pelvic inflammatory disease, maambukizi kwenye mfumo wa via vya uzazi ya mwanamke. Kwamba inaitwa pelvic inflammatory disease, maambukizi kwenye mfumo wa via vya uzazi ya mwanamke. Naposema mfumo wa via vya uzazi vya mwanamke, ndio maana nimechora mchoro ili tuangalie. Mfumo wa uzazi wa mwanamke ndio ufuatao. Ila wakina dada, wakina mama mtasamehe, sijui kuchora vizuri. Sijui kuchora kikubwa kuelewa. Tunaposema mfumo wa uzazi wa mwanamke ndio huu hapa. Tunamaanisha kwanza kwamba tunaangalia maumbile ya mwanamke. Nikisema maumbile ya mwanamke, dada mama mtanielewa. Hii inaitwa cervix, shingo ya kizazi. Hii inaitwa uterus, mji wa uzazi. Hii tunasema kiwanda cha mayai, ovary, hii hapa. Mrija wa uzazi huu hapa, fallopian tube, ambao ndio mwingine hapa, mrija wa uzazi ambao ndio fallopian tube. Kwa tunaposema kwamba PID inaitwa pelvic inflammatory disease, maambukizi kwa mfumo wa via vya uzazi wa mwanamke, tunaangalia mfumo mzima wa uzazi wa mwanamke ambao nimeutaja. Kwa hiyo tuangalie sasa kwa nini kwa sasa imekuwa changamoto PID kwa watu wa kina mama na kina dada. Kwanza, PID inasababishwa na bakteria ambao wanaitwa Chlamydia bacteria. Hawa ni moja katika bakteria sumbufu sana katika maradhi ya PID kwa kina mama na kina dada. Hao bakteria wanawapata wapi kwa kina mama kina dada? Au unaweza kupata katika kufanya tendo la jimai na mtu mwenye bakteria hao, au unaweza kupata katika mazingira, kwa mfano vyoo vichafu. Na hao wanaingia kupitia wapi? Wanapitia kwenye maumbile ya mwanamke. Wanaanzia hapa kwenye maumbile ya mwanamke. Wanaingia kwenye shingo ya kizazi, cervix. Wakitoka hapa sasa ndio wanakuja kwa uterus, mji wa uzazi. Wakitoka hapo sasa wanaingia kwa fallopian tube, mirija ya uzazi. Wakitoka hapo sasa wanakuja kwenye ovary, kiwanda cha mayai, kwa ajili ya kujimarisha na kuweza kushambulia. Sasa baada kuangalia kwamba PID inasababishwa na bakteria ambao wanaitwa Chlamydia bacteria, basi ila kuna visababishi vingine vya PID. Visababishi vingine vifuatavyo: kutumia uzazi wa mpango. Wanaotumia uzazi wa mpango walio wengi nafikiri mnanielewa, wamekuwa ni wenye kupata changamoto ya maradhi ya PID. Abortion, kutoa ujauzito. Kutoa ujauzito ni moja kati ya visababishi vinavyosababisha PID au ujauzito kutoka kwa bahati mbaya. Wakati wa kujifungua pia ni moja ya visababishi, pale huwa kuna infection, bakteria wanaweza kaingia kwenye maumbile ya mwanamke wakati wa kujifungua. Hiyo ni moja katika visababishi. Visababishi vingine vya PID ni kutumia pedi. Pedi na wakina dada, wakina mama, nafikiri mnaweza kuwa mashahidi pale mnapokuwa mnamaliza siku zenu, ada zenu, unajikuta pedi, unakuta walio wengi wanasikia miwasho sehemu ya maumbile yao. Kwa hiyo ni bakteria ambao wanakuwa wanatoka kwenye pedi. Kwa hiyo unapojitibia ni vizuri, endelea kunifuatia, nitawaelekeza namna ya unaweza kutumia kitambaa na pedi at the same time. Nifuatie, utapata ni kipindi kingine utafaidika. Kwa hivyo ni moja katika sababishi vya PID. Tumeona kwamba utumiaji wa uzazi wa mpango, kuna pedi, kuna wakati wa kujifungua au kutoka kwa ujauzito, kuna wakati wa hedhi pia. Mwanamke asipokuwa msafi wakati wa hedhi anaweza kupata maambukizi ya PID. PID pia unaweza kuipata vyooni. Unapoenda chooni, umeenda kujisaidia haja ndogo, haja kubwa, ni vizuri kumwaga maji ya kutosha kwanza. Haujui aliyetoka chooni ana maradhi gani. Mwaga maji ya kutosha, kisha ndio chuchumae, anza kujisaidia, na ukimaliza kujisafisha, mwaga maji ya kutosha. Hapo utakuwa ni mwenye kusalimika na PID. Hebu tuangalie dalili za PID. Dalili za PID ni zifuatazo: kutoka uchafu wenye harufu au mzito kama maziwa mtindi, au wenye rangi ya njano au kahawia au mweusi sehemu za maumbile ya mwanamke. Kisema sehemu ya maumbile ya mwanamke, unanielewa. Natumia tafsida ili clip wanaangalia watu mbalimbali, hata watoto wanaweza kaingia kwenye YouTube akaangalia. Kwa hiyo kutoka uchafu wenye tabaka hizo sehemu za siri au sehemu za maumbile ya mwanamke.
Dalili zingine za PID ni kubadilika kwa hedhi kubadilika mara kwa mara. Dalili nyingine kusikia maumivu makali chini ya kitovu na kiuno na mgongo, pia na maumivu ya nyonga. Hizo ni dalili za PID. Dalili za PID zingine ni kupata maumivu makali wakati wa tendo la jima'i. Unakuta mtu alikuwa anafurahia tendo la ndoa, PID inavyozidi kumuathiri, basi unajikuta tayari baadaye inasababisha kupata maumivu. Kitu kingine kinasababisha PID. Dalili zingine za PID ni kwa mwanamke unaweza kuwa anahisi yani mwili kuchoka kutokana na PID na kuwa inasababisha kutafuna viungo. Nakuta mwanamke anahisi uchovu muda wote. Na dalili nyingine ya PID ni ile kutoka kupata ujauzito. Unakuta mwanamke hapati ujauzito au kutoka kwa ujauzito. Hiyo ni dalili ya PID. Pia nikarudisha nyuma kidogo, ni sababu moja ya visababishi vingine UTI. UTI ikiwa inakuathiri mara kwa mara, hebu itibie vizuri. Inapokuathiri mara kwa mara, baadaye inarudi inapanda juu itatoka kwenye kibofu cha mkojo ambapo kinapatikana maumbile ya chini sijachola. Bakteria wa UTI watapanda juu kwenye maumbile ya mwanamke baada kutoka kwenye kibofu cha mkojo, kwa sababu UTI inaitwa urinary tract infection, ni maambukizi kwenye mfumo wa kibofu cha mkojo. Kwa hiyo watajimarisha kwenye kibofu cha mkojo, watatoka huku kwenye kibofu cha mkojo, watakuja kwenye maumbile ya mwanamke, watapita kwenye shingo ya kizazi na kupanda juu na kuanza kusambaa. Hivyo ni sababishi ambayo nilikuwa nimesahau. Kwa baada ya kuangalia sababishi na tumeona dalili, basi hebu tuangalie sasa ni jinsi gani PID inaweza kumsababisha mwanamke asipate ujauzito. Nafikiri kipindi hiki kinaweza kikawa kirefu. Tutaangalia kwenye kipindi kijacho kwamba ni namna gani PID inaweza kusababisha mwanamke kwanza mpaka kukosa hamu ya tendo la ndoa, kutoka kupata ujauzito, na mpaka hormone imbalance, kubadilika kwa hormone tutaona. Na baada hapo tutaangalia pia na madhara ya PID. Hapa nimeangalia maana ya PID na kuonyesha mchoro kwamba bakteria wanaingia hapa kwenye maumbile ya mwanamke kupita kwenye shingo ya kizazi kuja kwenye mji wa uzazi. Wataenda kwenye fallopian tube, mirija ya uzazi, watakuja kwenye kiwanda cha mayai. Kwa PID ni pana, nifuatilie Dr. Balagomwa TV online, subscribe. Wewe unakuwa kwanza naporusha darasa unafaidika. Karibu sana Dr. Balagomwa, nimekuwa nikiwatibia maradhi ya PID vizuri sana. Na kuna watu ambao walikuwa wamechika ndoa ya kwanza kutoka kupata ujauzito kisa PID na maradhi ya uzazi. Ndoa pili hajapata, nimewatibia alhamdulillah. Ingia channel yangu Dr. Balagomwa TV online, Allah ni shahidi. Kwa ushuhuda nao toa ni kwa wale ambao wako volunteer, wako interested, ambao wako hiari kutoa ushahidi, ushuhuda. Sitoa ushuhuda kwa kila mtu. Mtu mwenyewe anakuwa volunteer, yuko amejitolea, alhamdulillah, juzu, si dhambi madam, na sipendi kutaja jina la mtu, ni bahati mbaya tu kumtaja. Karibu sana. Kwa sasa ofisi niko Kariakoo karibu na klabu ya Yanga. Pia hata wale wa Temeke taandika, ofisi yupo Mjomba. Alhamdulillah, huduma inaendelea vizuri. Wale wa Temeke nenda mtapata huduma karibu na stendi ya Sinza. Basi msikate tamaa na rehema za Allah. Namba zangu za simu ni 0694 029277, 0694 029277 au 0655 782996. Karibu sana, usikate tamaa na rehema za Allah. Fuatilia, subscribe channel yangu, unapata darasa. Natakuwa kuna baadhi ya maradhi nitakuwa nafundisha na tiba zake. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.